twazungumza kuhusu mazingatio. Ni mazingatio gani ambayo sisi Waislamu twayapata katika mwezi wa Muharram? Kuna mazingatio makubwa ambayo wengi wetu mazingatio kama haya huwa yatupita, na kwa sababu ya wakati hatuwezi kuyataja yote, lakini kuna baadhi ambayo kwamba tumechagua kuyataja ili kuyatafakari kwa kina katika akili zetu. Jambo la kwanza ni tukio la hijra. Huu mwaka waitwa hijiria. Kwa hivyo kunapoingia Muharram, maana yake yatukumbusha hijiria, yatukumbusha tukio kama hili adhim ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa ni mwenye kulifanya. Kwa hivyo tubadilishe mtazamo wetu ambao kwamba ni mtazamo duni kuhusu tukio la hijra. Wengi wetu tunapozungumza tukio la hijra tuna mtazamo finyo sana, hatuliangalii tukio la hijra kwa mtazamo wa kimfumo. Tuliangalia kama tukio dogo la kitarehe la kihistoria, kama hadithi vile. Tena tu concentrate katika side issues za hijra, hatu concentrate katika swala lenyewe la hijra, tu concentrate katika nini? Side issues. Utakuta watu wazungumza hijra, azungumza arakiz katika swala la pango, arakiz katika swala la njiwa, arakiz katika swala la buibui na masala mengine yote. Utakuta msikitini kwa zungumzwa, lakini haya ndio ambayo kwamba yatiliwa mkazo. Angalia Sheikh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimbakisha njiwa, hakuondoka katika pango. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimweka buibui, wale mabwana wakachanganyikiwa. Kwa hivyo tuarakiz katika side issues, haturakiz katika suala lenyewe la hijra. Tukaangalia kweli suala la hijra lina athari gani katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tuarakiz mambo ambayo kwamba sio. Pili, utakuta wengine wanaizungumza suala la hijra kwa mafuhumu ambao kwamba ni ya kimakosa, mafuhumu ufahamu ambao kwamba ni wa kimakosa. Na wengi wetu utakuta haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba yatupitia linapokuja suala la hijra ya bwana Mtume Muhammad. Nao ufahamu wa kimakosa ni nini? Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikimbia kuuawa, yani kugura kwake kutoka Makka kwenda Madina ni kwa sababu alikimbia, yani kana kwamba Mtume alikwenda Madina kama mkimbizi, kama refugee, aogopa kuuawa. La hasha wakalla, hii sio mafuhumu ya sawa. Mtume wewe waendaje kutoka mahali kwenda mahali pengine kama mkimbizi kisha uwe mtawala? Yaingia akilini kwamba mtu atoke mahali ende mahali kama refugee kisha kula anakokwenda ende akatawale? Unifahamu kimakosa. Pia vile vile ndugu yangu Muislamu, kama Mtume alikuwa aogopa kuuawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake wende hijra mara 2 Ethiopia, Habasha. Sasa kama ni kuuawa angekwenda kule kwanza. Kwa nini awaambie watu wende kisha yeye abakie? Kama kweli ni muoga, aogopa kuuawa, aogopa kuteswa, aogopa kufanyiwa madhila. Na wale waliokwenda Habasha walikuwa wamekwenda kutafuta himaya kutokana na madhila. Sasa kwa nini asifanye hijra Mtume na wale aende zake Habasha, tena hijra 2? Kwa hivyo hii ni mafuhumu ya kimakosa. Bali ufahamu wa sawa ni kwamba Makureishi walipanga njama ya kutaka kumuua baada ya kujua kwamba yeye anafanya hijra. Sasa alimkimbia mwingine nani? Yeye baada ya kupanga mpango wa kugura kutoka Makka kwenda Madina ndio iliyokuja fikra ya kumuua. Kwa hivyo haikuja fikra ya kukimbia kabla. Wao ndio walipanga njama ya kumuua wakijua huyu bwana akiondoka hapa akienda kule anakotaka kwenda, sisi hatuna salama tena, ile ubakia tumuue ili asipate fursa ya kwenda kule. Kwa hivyo Makureishi walifahamu hijra katika ufahamu wa kimfumo kwamba huyu bwana yuenda kurakizi mfumo wa Kiislamu Madina, atarudi kuja kuung'oa mfumo wa kijahilia katika mji wa Makka. Kwa hivyo ikiwa tutamruhusu huyu bwana atakuja kuutawala Makka na sehemu nyingine za bara Arabu na kufikia kwingine mbele. Kwa hivyo tumzuie kabla mfumo kama huu haujapata nguvu katika sehemu nyingine, ili uweze kuja kutung'oa sisi mahali kama hapa. Kwa hivyo wao walipanga njama ya kumuua baada ya kujua kwamba ashapanga hijra kwenda katika mji wa Madina. Huu ndio mfahamu wa sawa, na ndio maana tunaona
ufahamu kama huu wa hijra ndio ilikuwa ni nukta ya mabadiliko kweli, kama walivyofikiria Makureshi. Mtume alipotoka Makka kwenda Madina ilikuwa ni nukta ya mageuzi. Izza ya Uislamu ilianza kuonekana wakati Mtume SAW yuko Madina. Haikuweza kuonekana izza ya Uislamu, lakini walipokuwa Madina akawa na kayan, akawa na entity, akawa na daula, akawa mtawala, bendera ikasimama, izza ya Uislamu ilionekana. Izza ya Uislamu ilienea katika sehemu nyingi za ardhi katika bara Arabu, na baada ya hapo ikaenea mpaka katika ardhi ambazo kwamba si za Kiarabu. Pili, ndugu yangu Muislamu, jambo la pili la mazingatio, ndugu yangu Muislamu, ni tuzingatie kuhusu suala la legacy ya kujitolea muhanga kwa ajili ya Uislamu. Kujitolea muhanga kwa ajili ya Uislamu na dhidi ya udhalimu na dhidi ya kuvunjwa kwa hukumu za Kiislamu, nao twapata legacy kama hii twaipata katika tukio la Karbala. Karbala, wengi wetu wakizungumza swala kama hili huonekana kwamba ni swala linasibishwa na Mashia, bali sisi pia tuna mazingatio katika tukio kama hili. Nao tukio lenyewe ni al-Imam Hussein kusimama imara kuzuia miongoni mwa hukumu za Uislamu kuvunjwa. Moja katika hukumu za Kiislamu ni al-bai'a. Mtawala hawi mtawala halali kwa umma mpaka apewe bai'a ya kisheria. Lakini alipokufa Muawiya, Yazid alinyakua utawala kwa nguvu bila ridhaa ya umma. Kwa hivyo akaona Imam Hussein ipo haja ya kurekebisha ili mchakato kama huu usiendelee ikaharibu mengine, kwamba watu kuvunja hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo kwamba haliwezekani, na akaona kwamba ikiwa tutaacha hukumu hii kuvunjwa, kuna uwezekano wa mengine na mengine kuharibika, kama katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama asema, iliyopokewa na Bukhari, asema la tunqadhanna ura al-islam urwatan fakullama inqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha faawwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Imam Hussein alifahamu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba utawala, Mtume asema mafundo ya Uislamu yatafunguliwa moja baada ya nyingine. Kila fundo moja likifunguliwa, watu watakwenda kwa fundo linalofuata, na fundo la kwanza kuwafunguliwa ni fundo la utawala, na fundo la mwisho ni fundo la swala. Naam, leo angalia katika nidhamu ya kibepari, baada ya utawala kuondoka, leo mpaka fundo la swala haliko thabiti. Wangapi ambao ni matariku swala leo wako? Tutawafanya nini? Iko wapi hukumu ya kuonyosha watu kama hawa? Fundo la utawala limeondoka, na ndio maana fundo la swala la regarega. Leo sisi twaswali, lakini swala haijasimama. Kusimama kwa swala ni kwamba watu ambao kwamba wajibu kuswali ni lazima waswali kwa khiari au kwa nguvu, hao watu lazima waswali. Lakini hawa matariku swala leo tutawafanya nini? Hakuna hukumu ya utawala ya kuwaweka sawa ili waingie katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutekeleza amri ya swala kama hii. Kwa hivyo leo twaswali, lakini swala haijasimama, watu wanaicheza shere swala, hakuna utawala wa kuihami swala kama hii. Kwa hivyo Imam Hussein, funzo analotuonesha hapa ni kwamba hukumu yoyote ya Kiislamu inaonyenye kuvunjwa, ni lazima sisi tusimame imara katika kuihami hukumu kama ile. Na moja katika hukumu ni ya bai'a. Leo ndugu zangu Waislamu, al-Karbala, tukio la Karbala latukumbusha mpaka leo Waislamu wa leo. Sisi tuko katika umma wa Kiislamu katika zama kama hizi, hatuna mtawala wa kisheria aliyepewa bai'a. Watawala wote wanaotutawala sisi katika biladi zetu wamepandikizwa na wakoloni na wanavunja matukufu yetu kwa maslahi ya mabwana zao kama wale. Kwa hivyo vipi tutanyamazia kimya wakati watawala wamelazimishwa juu yetu, wanatekeleza mambo ya kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakhalifu matukufu ya Uislamu, kisha sisi tukukheri wa afya wala hatuna habari? Hili tukio kama hili, ndugu yangu Muislamu, katika mwezi wa Muharram kama huu, litukumbushe sisi sacrifice ya al-Imam Hussein katika kuhakikisha kwamba utawala wa Kiislamu
unahifadhiwa na kudumishwa, na yeyote ambaye kwamba anaenda kinyume na utawala kama ule, Waislamu wasimame imara kumnyosha, ima arudi katika line au aondoke katika utawala kama huu. Leo ndugu zangu Waislamu, tuna dhima katika mabega yetu, ummati Muhammad. Watawala wanaotawala juu yetu sisi si halali, wamepandikizwa juu yetu, na ndio maana wanatufanyia kila aina ya madhila, wanatufanyia kila aina ya ukorofi, kwa sababu wao ni vibaraka wa wakoloni. Babu zao walipofanya khiana, waliposhirikiana na makafiri, waliposhirikiana na wakoloni kuivunja dola ya Kiislamu, waliwapatia wao bahshishi ardhi zetu, na ndio maana wajukuu na vitukuu wanaendeleza khiana katika biladi zetu. Kwa hivyo tunapokuwa katika mwezi wa Muharram, hili ni jambo ambalo kwamba lazima tulizingatie, tujue kwamba tuna wajibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, ndugu yangu Muislamu, mwezi wa Muharram ni mwezi ambao kwamba dua za waja wema zilikubaliwa, matatizo ya waja wema yaliondolewa, majanga waliokuwa nao watu wema waliondolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupatilizeni fursa ya mwezi kama huu. Waja wema, mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiangalia katika riwayati za Kiislamu, mitume karibu 4 waliondolewa matatizo yao na walikubaliwa dua zao katika mwezi wa Muharram. Sasa vipi tuuache mwezi wa Muharram upite, wakati sisi tuna janga kuu linalotukabili leo katika umma wa Kiislamu, na ndiyo fursa ya mwezi wa Muharram kama huu. Mtume wa kwanza ni Mtume Musa alayhi salam. Janga alokuwa anakabiliwa nalo ni Firaun laanatullahi alayhi, kutaka kuangamiza Banu Israil. Akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua katika siku ya Ashura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa kutokana na makafiri kama hawa wakiongozwa na Firaun laanatullahi alayhi. Waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilik. Musa amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Firauni na wakuu wake wewe ndio unampatia nini? Nguvu. Wewe ndio unampatia nini? Mali. Wewe ndio unampatia mapambo ya kidunia. Rabbana liyudhillu an sabilik. Ili sasa haya uliompatia leo ndio anawapoteza watu katika njia yako. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Mwenyezi Mungu, ya Allah, nakuomba dua yangu, jambo la kwanza mfungie katika mali yake, hii ndio inawapoteza watu katika njia sawa. Jambo la pili, zifunge nyoyo zao watu kama hawa wanaopoteza katika njia yako, watu ambao kwamba wanaenda kinyume na njia yako wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, kwa sababu hawa hawataamini mpaka waione adhabu kali. Waonyeshe utukufu wako ya Allah, kwa sababu hawa wanaopoteza waja katika njia yako wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjibu Musa alayhi salam yauma Ashura akimwambia, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Da'wa yenu, qad, harfu qad maana yake ni yaqin. Qad ikifuatiwa na fi'lu madhi, maana yake hilo jambo limekushapita. Mwenyezi Mungu ameshawajibu dua yenu, yani dua yenu imeshajibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lilobakia kwenu fastaqima, simameni msimamo wa sawa, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, wala msifuate njia ya watu ambao kwamba hawajui. Hii ni katika siku ya Ashura, mwezi ni huu wa Muharram. Kwa hivyo na sisi tuna fursa, ndugu zangu Waislamu, wa kuupatiliza mwezi kama huu wa al-Muharram. Nabii wa pili Nabii Allah Daud alayhi salam pia alisamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Muharram. Katika riwayati za Kiislamu ni kwamba Daud, tukio maarufu ambalo tulijua, akawa ni mwenye kuhukumu baina ya watu wawili bila ya kusikiza pande zote mbili. Akahukumu bila kusikiza pande zote mbili baina ya wale watesi. Mmoja tena hao walikuwa ni malaika waliokuja kwa sura za kibinadamu, kana kwamba wamekuja kwa Daud kuwatatulia kesi yao.
Daud alikuwa ni mfalme, alikuwa ni nabii na mfalme. Wakaleta kesi yao waangalie, je, huyu mfalme atatuhukumu kwa adala? Hao ni malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alimpa mtihani Daud. Wakaja watu wawili, mmoja ana kondoo 99, mmoja ana kondoo mmoja. Yule mwenye kondoo 99 akamwambia Daud kwamba yule kondoo mmoja alionaye yule pia ni wangu. Kwa hivyo akasikiza upande mmoja na akasema kwamba huyu ndio yuko sahihi, akawa ni mwenye kupitisha hukumu kama ile, apewe kondoo mmoja. Baadaye akaja akajua ni mtihani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alihukumu bila kusikiza pande zote mbili. Alikuwa asikize upande huu kisha amsikize na yule ambaye kwamba anatuhumiwa ili atoe judgment. Lakini baadaye akajua, wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Apojua kwamba hii ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfara rabbahu, akawa ni mwenye kuleta istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa kharra raki'an, na akawa ni mwenye kuanguka akisujudu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anab, na akawa ni mwenye kumtukia kumwomba toba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faghafarna lahu dhalika, na sisi tukawa ni wenye kumsamehe kwa kosa kama hili. Katika mwezi wa Muharram, Yunus alayhi salam kutapikwa na tewa, ilikuwa ni mwezi wa Muharram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamweka katika tumbo kama lile la tewa. Lao kama hakuwa ni mwenye kuleta istighfari na kuleta tasbih, basi Mwenyezi Mungu asema angembakisha katika lile tumbo mpaka siku ya Kiyama. Miongoni mwa dua istighfar au dua au tasbih ambazo kwamba alikuwa akisoma Nabii Allah Yunus, akisema dua maarufu ile, alikuwa akisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ndio hii dua ambayo kwamba alikuwa akisoma mara kwa mara alipokuwa katika tembo, katika tumbo la tewa kama yule. Fastajabna lahu wa najainahu min al-gham, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjibu dua yake na akamtoa katika ile ghamu, ile shida aliyokuwa nayo, akawa ni mwenye kutapikwa na tewa kama yule katika mwezi wa Muharram. Nabii Allah Ayub tunajua aliteseka na maradhi katika miaka 18 ya maisha yake, akateseka na maradhi kama yale. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua kama hii aliyokuwa akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimepatikana madhara, nimepatikana na maradhi, kwa hivyo niweze kuniafu na kunitatulia maradhi kama haya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema tukamjibu dua yake kama hii na tukamuondolea madhara aliyokuwa nayo katika maradhi kama yale aliyokuwa akiugua. Kwa hivyo yote hawa mitume wote ilikuwa ni katika wakati mwezi wa Muharram. Wote matatizo yao na majanga yao na dua zao waliziomba katika mwezi wa Muharram, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakubalia. Leo ndugu zangu Waislamu, sisi tuchukue fursa ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasamehe waja wake wema, akawatoa katika majanga waliokuwa nayo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuna janga kubwa leo. Janga kubwa la ummati Muhammad ni kutenga Qur'ani katika maisha yetu. Sisi tumeteremshiwa Qur'ani, lakini imebakia katika shelf. Hukumu tunazotabikishiwa juu yetu ni hukumu za kikafiri, na sisi hatuna habari, bali tumeridhika na hali kama hii. Hili ni janga kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, moja katika misingi ya imani ni kuhukumiwa na Uislamu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tunatuambia imani ya kikweli, hamtaamini. Mwenyezi Mungu yuapa kwa nafsi zake, la yu'minun,
hawatoamini hao. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dhalalan ba'ida fala wa rabbika la yu'minun. Hii nyingine asema yaz'umuna. Alam tara ila alladhina yaz'umuna. Angalia, subhanallah, Mwenyezi Mungu atumia maneno mazito. Hujawaona wale ambaye kwamba yaz'umuna, wanadai si imani ya kweli. Yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika, ilhali ikija katika hukmu yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi. Tunataka kwenda katika ballot na kuteua watu kwenda kutuhalalishia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na kutuhalalishia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaz'umuna, hao watu wanadai. Sisi ndio makampena wa kwanza kupigania debe ukafiri na utaghut. Mwenyezi Mungu atuambia hatujaamini. Yaz'umuna annahum amanu yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Shetani atakupoteza upotevu wa mbali. Leo kila mmoja msikiae two term, wote gora moja. Two term, one term, haikufaidishi kitu. Hawa watu wanakutabikishia ukafiri juu yako. Sawa sawa, suluhisho lako ni kusimama na Uislamu upatikane katika maisha yetu, ndipo hali zetu zitakuwa bora duniani na akhera. Lakini ikiwa sisi tutaamua kwamba ukafiri ni bora kwetu kuliko Uislamu, Mwenyezi Mungu atawambia ametudhamini maisha tandanka, maisha ya dhiki. Tutabadilisha, tubadilishe, lakini wote ni gora moja, msingi wao ni ukafiri. Hakuna kheri katika ukafiri. Mtazamo wao ni mmoja, ni matumbo yao. Hakuna muhasaba katika ukafiri. Muhasaba uko kwa mtawala anayesimama kwa misingi ya Uislamu. Huyo ndo atakuwa ni mtawala wa kweli, anaomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akijua kama nitakwenda kuhesabiwa, ima raia hawa wataniingiza peponi au raia hao wataniingiza motoni, si watawala hao wa kitaghuti. Badilisha, utakapobadilisha utapata maisha ya dhiki, na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masuala mazito yanakungojea wewe kwa kukhiari ukafiri kuliko Uislamu. Kwa hivyo katika mwezi kama huu, ndugu zangu Waislamu, wa Muharram ni mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi ambao kwamba dua za waja zilijibiwa katika mwezi kama huu. Tuchukueni fursa ya kufanya kazi ya kubadilisha hali zetu. Tuchukueni fursa ya kusimamisha Uislamu utabikishwe katika maisha yetu, ili tuweze kusalimika duniani na kesho akhera. Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.